zangu, watu wa kwetu, tuseme wana kwetu. Mimi naitwa Thomas Nkola, nimezaliwa hapa nyumbani kwetu ni kijiji cha Mwabagalu. Bila shaka wengi wananifahamu na wengi wamenifahamu katika kupambania wananchi. Nimekuwa nikipambania wafugaji, nchi nzima wanajua wafugaji wa kwetu walishahamia kule mbali. Nimekuwa nikiwapambania, nimepambania watu wengi sana. Mpaka sasa nimeamua kuchukua fomu ya ubunge kwa sababu mapambano yangu ni yaelekeze bungeni. Nimewahi kupeleka mawaziri watatu pamoja na taasisi mbalimbali mahakamani. Niliwapeleka mahakamani baada ya kugundua kwamba hakuna mtu atakayewachukulia hatua. Wizi ulitangazwa mkubwa na CAG wa kwetu ambaye yuko upande wa serikali, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa kwa sababu cheni inayoiba ni ile ile, wachukua hatua ni wale wale. Kwa hiyo mimi nikajitolea, mtoto wa Malampaka, nachukua hatua, nikaenda mahakamani na nilidunguiza hela yangu kulipa mawakili mpaka kesi iliporudishwa bungeni. Na iliporudishwa bungeni ikaonekana kweli wale watu ni wezi, kwa sababu kuna wabunge waliotamka wazi kwamba hawa watu wanyongwe. Wengine walisema hawa watu wafungwe jela ili wakajifunze, lakini walisema mengi. Baada ya hapo ikawa kimya. Sasa hivi na mpango wa kwenda mahakama kuu. Hata hivyo, kilichonifanya niwiwe kuchukua fomu ya ubunge, nataka nikawakilisha wakulima wa pamba wa kanda yangu hii ya Maswa Magharibi pamoja na Mashariki, lakini na Simiyu nzima kwa ujumla. Nimewiwa kuchukua nafasi ya ubunge kwamba nikatetee kwa njia ya bunge ili niweze kusaidia wakulima wa pamba wa kanda ya Ziwa wa mkoa wa Simiyu, lakini pamoja na wa nyumbani kwetu Maswa. Maswa yako majimbo mawili, Maswa Mashariki na Maswa Magharibi. Mimi natoka Maswa Magharibi. Kwa hiyo ndugu wananchi, katika kuchukua kwangu nafasi fomu hii ya ubunge, sio kwamba naenda kugombana na mbunge aliyepo Bwana Mashimba, kwa sababu naye amefanya alipokomea. Siasa zangu mimi sio za ugomvi, kumtukana mtu, kumcharura mtu, sijui kumkosoa mtu. Najua Mashimba asingeweza kutetea zao la pamba kwa sababu wanaoendesha zao la pamba ni watu wa CCM, kuna waneki, kuna wabunge. Na wiki mbili zijazo mtasikia niko mahakama ya mkoa wa Simiyu nikiwashtaki wabunge wote wanaonunua pamba kwa baada ya kugundua kwamba wao ndio imekuwa chanzo cha anguko la zao letu la pamba. Kwa sababu unapokuwa mbunge ujue kwamba wewe ni mtumwa, umetumwa mawazo ya wananchi. La sivyo wote hapa tungekuwa tunaenda bungeni ili kwenda kupeleka mawazo yetu, lakini tunateua mtu mmoja tu kila kanda ili atupelekee mawazo yetu. Tukizungumza kwamba pamba ndio uti wa mgongo wa kwetu, kwa sababu huwezi kuuza choroko ukanywe pamba, ukanywe pombe, au ukanunue sukari ama ukanunue sabuni. Ni lazima utauza pamba ndio upate chochote, upate kununua baisikeli, upate kununua pikipiki na kadhalika. Lakini sasa pamba imezimwa. Ninajua namna gani imezimwa, ndio maana naenda mahakamani. Sasa hivi imetoka secular statistic ya zao la pamba. Sisi wananchi walima pamba ndio tunaokatwa usafirishaji wa pamba. Unayoona inapita hapa imepakiwa, anakatwa mkulima. Kiwandani kila kitu kinachofanyika anakatwa mkulima. Hayo ndio mambo tunaenda kuwaondoa kupitia mahakama. Au kabla ya mahakama nataka wazuie mpangilio wa soko la mwaka huu ambao wamepanga shilingi 1,150 kwa kilo. Kilo ilitakiwa ifike shilingi 2,000, lakini wameingiza mikono yao kwa sababu hata waziri wa kilimo ni mnunua pamba, anamtumia mbunge wa Ushetu anaitwa Cherehani. Ndiye ananunua pamba ya Bashe ambaye ni waziri wa kilimo. Sasa huwezi hata siku moja. Hawa watu wenye hela wana roho mbaya sana kwa watu ambao hawana kitu. Ndio huwa wanawanyonya jasho lao. Ni lazima tuwapinge kuanzia mahakamani na bungeni. Najua mtanichagua na nitapita. Labda niwaambie kitu kimoja. Mimi kura zangu hazitaibiwa.